Wafugaji kutoka kata mbalimbali za wilaya hiyo zamani walikuwa wakifuga bila uangalizi wa karibu wa wataalamu. Kwa sasa huduma za mifugo zinawafikia kwa wakati na kuwapa uhakika zaidi katika shughuli zao, ikiwemo kuaminika na kupata mikopo kwenye taasisi za kifedha. Yaani halmashauri na wataalamu wake wanatusaidia sana. Ndio maana Nyang'hwale tuko vizuri sana. Yaani wataalamu wetu wako bega kwa bega na sisi. Yaani hawana makundi wala kidogo. Yaani ukipiga tu simu kidogo ukiwa na tatizo, muda wa dakika ngapi wameshamwagika, wanakuja kumsikiliza mfugaji kwamba ni nini kilichotokea. Tuko vizuri nao sana, yaani hatuna shida. Matarajio yangu yaani ni kufuga, yaani kufika mbali ili na sisi tufike kama nchi za wenzetu. Yaani mifugo yetu iwe vizuri na ipendeze vizuri. Tufuge kwa kisasa zaidi. Watu wengi wanakuwa na hofu ya kwamba labda ng'ombe wanaweza wakaekwa hereni na wakaingizwa kwenye elektroniki. Wale ng'ombe wanaweza wakachukuliwa na serikali. Kwa hiyo mimi naomba elimu izidi kuwa nyingi kwa wafugaji ili waendelee kupata ile elimu, waendelee kuchanja bila kuogopa kitu chochote. Kwa majina naitwa Dr. Suzana Joseph Rombo, ni daktari wa mifugo wa halmashauri ya wilaya Nyang'hwale. Kwa zoezi la uchanjaji pamoja na utambuzi wa mifugo, tumefanikiwa kuchanja ng'ombe 95,742 pamoja na utambuzi. Mazoezi haya mawili tumeyafanya kwa wakati mmoja. Hatukuanza na chanjo baadaye tukatambua. Tulianza na chanjo na muda huo tukawa tunatambua, tukawa tunafanya pia na usajili wa mifugo, usajili wa mifugo pamoja na pia kitu kingine kilichotufanikisha katika zoezi hili ni umoja na ushirikiano tuliopata. Sisi kama wataalamu wa mifugo katika halmashauri hii, popote pale tulipokuwa tukipata changamoto, tulikuwa tukipata ushirikiano mzuri kutoka kwa mkurugenzi wetu, na pia tulipata ushirikiano mzuri sana kutoka kwa Wizara ya Mifugo. Kwa maana ya kwamba pale ambapo tuliona vifaa vinakuwa vina changamoto, labda tumepelea sehemu fulani, tulikuwa tukitoa taarifa, walikuwa wanatusikiliza kwa muda na kwa wakati sahihi. Hivyo vifaa vilikuwa vinatufikia kwa wakati. Na maana ukitufikia sisi, tunakuelekeza namna ya kupata ule mkopo. Tunakuelekeza namna ya kupata ile kadi kwamba uipataje. Ukishaipata ile kadi, unaenda moja kwa moja mpaka CRDB. Ukiwa na kadi, wanakupa fomu unajaza, wanakuja kukuangalia mifugo yako kama unavyofuga ubora, basi fedha zinamwagika. Yaani hawana longolongo, yaani ukiwa na vielelezo vyote unapata tu pesa bila hata wasiwasi. Akizungumza kwenye mkutano wa wadau wa mifugo na uvuvi uliofanyika hivi karibuni wilayani Chato, katibu tawala msaidizi anayeshughulikia uchumi na uzalishaji alitangaza matokeo ya zoezi la chanjo, akieleza kuwa wilaya ya Nyang'hwale imefanikiwa kufikia 89% uchanjaji wa mifugo na hivyo kuongoza. Kwa ujumla mkoa wa Geita tuna 52% ya lengo, lakini katika ile 52% ya lengo, asilimia iliyotubeba ni Nyang'hwale 89%. Gharama za mafuta na gharama za posho ambazo tuliziongeza kwa eneo letu zilikuwa zinafika karibu milioni 8. Kwa hiyo kiasi hicho cha fedha tulikichangia kwa mapato ya ndani ili kurahisisha zoezi. Mheshimiwa Waziri, pamoja na kazi hii tulipokuwa tunaendelea pia kuifanya, kulikuwa kuna changamoto ya upatikanaji wa vifaa, baadhi ya vifaa, na kwa sababu timu tayari ilikuwa imeshakuwa kubwa, kwa hiyo pia kuna vifaa ambavyo vilikuwa ni vifaa vidogo vidogo, havikuwa vifaa vikubwa. Tulilazimika kuongeza pia kama sindano na vitu vingine wataalamu wanavijua vile vidogo vidogo, lakini vyote gharama yake iko kwenye hiyo milioni 8. Kwa hiyo ilikuwa ni vifaa hivyo vidogo vidogo, mafuta pamoja na posho za wale wataalamu ambao wametusaidia. Mkuu wa wilaya ya Nyang'hwale Bi Grace Kingalame amesema serikali itaendelea kusimamia kwa karibu sekta ya mifugo ili kuhakikisha mafanikio yaliyopatikana yanaendelezwa. Kwa hiyo kwenye sekta ya mifugo ambayo kimsingi tumepokea pongezi kubwa sana kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Balozi Dr. Bashiru Ali na wengine waliosimama kwenye mkutano ule wa wadau pale Chato, ni kwa sababu tulipoletewa kazi ya kutakiwa kuchanja mifugo yetu, kutakiwa kuainisha mifugo yetu kwa kuwavarisha hereni, mkurugenzi alikuja na maelekezo ya serikali, na mimi kama mkuu wa wilaya nikakaa na wenzangu na mkurugenzi tukasema tunaenda namna gani. Kwa hiyo tulikubaliana wataalamu wetu watuongoze na sisi tu wapeleke kule tunakotaka kufika.
Ndio maana tumefikia hapo tulipofikia na tumefanya vizuri kimkoa. Tunamshukuru Mungu, tunafanya kama timu, ndio maana tumefanikiwa. Kwenye mkutano huo, waziri wa mifugo na uvuvi Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa alipongeza halmashauri ya wilaya Nyang'hwale kwa utekelezaji mzuri wa zoezi la chanjo ya mifugo na kuahidi kuitunuku zawadi maalum. Kutoka Nyang'hwale, mimi ni Mrisho Sadik.